ilikuwa ni moja ya package ya miradi ya MIVAF ilikuwa 2017-18. Sasa katika ile package ya miradi ya MIVAF kulikuwa na mambo kadhaa. Kulikuwa na hilo godown hilo la Shauri Moyo. Alikuwa na kufungua barabara ya kutoka Milo mpaka Mzee. Mradi wa tatu ilikuwa ni value addition, yaani kuongeza thamani. Sasa kuongeza thamani wakachagua kwenye upande wa madini. Sasa wale MIVAF kutokana na sitofahamu iliyokuwepo kwa kipindi kile, sitofahamu kwa maana gani? Yaani ilitakiwa halmashauri iunde kikundi ambacho kingelipa 25%. Mradi huu mtambo alipokuja ile invoice iliyokuja ilikuwa milioni kama 90. Sasa 25% walitakiwa walipe kikundi. Sasa kikundi kilichotokea ni kwamba kipindi kile alikuwepo mtu ambaye akachagua kikundi cha kwake. Sasa baada ya pale, kutokana na kuchagua kikundi cha kwake, sasa tukawa kuna sitofahamu kati ya halmashauri na huyo mtu na MIVAF. Mwisho wa siku MIVAF walisusa, lakini mzabuni alikuwa ameshaleta mtaa, alikuwa upo Mabanga. Sasa baada ya pale ikaanza negotiation na halmashauri, maana yule mzabuni akasema basi mimi nataka nirudishe mtaa, ikawa sio busara. Ikaanza negotiation ile ilitupelekea mzabuni mpaka kataka tulipe jumla ya 45 kama halmashauri. Sasa ikawa ni ngumu, kwa maana kwamba vile vikao vilivyoendelea ikabidi halmashauri sasa tuunde kikundi, ndio ndio kutokana na kile kikundi sasa ndio tukakopesha milioni 45. Sasa tuchukue mtaa. Okay. Sasa mwaka 2022 kikundi kile kikawa hakina uwezo wa kuendesha mradi huu. Sasa baada ya hapo tulichokifanya sasa tukawaambia waingie ubia na Shauri Moyo AMCOS. Ile mwafaka yuko? Hayo. Sasa haipo. Sasa baada ya pale tukaingia ule mkataba, nadhani dasi tulikuonyesha jana. Baada ya pale tukaingia ule mkataba kwamba baina ya kikundi na Ludewa Millers na AMCOS. Sasa lengo kila mmoja alipewa majukumu yake. Shauri Moyo AMCOS wenyewe ilikuwa ni kusupply material. Tuliamini kabisa kama ni AMCOS wana uwezo wa kuendesha humu, alafu yani walete mahindi sasa yawe mengi ili wasage waweze kuuza. Wanapouza pesa wanagawana na sehemu nyingine inaenda halmashauri kurudisha vile deni. Bahati mbaya sana Shauri Moyo AMCOS wakafeli kuleta mahindi. Ikabidi sasa, na ndio maana sasa tunakuta huko hapa. Ili ni jengo la Shauri Moyo AMCOS. Tulitoa Mabanga tukaleta. Sasa Shauri Moyo AMCOS walipofeli ndio baadaye ikabidi sasa kama baada ya kuona sasa hawendi kwa tunafuatilia, ikabidi tuingilie sisi kati kwenye ile bodi, maana palikuwa na bodi ilikuwa imeunga. Tukaje hapa tukavunja mkataba na ule Shauri Moyo AMCOS. Tukawaambia nyinyi jitoeni, kwa sababu katika makubaliano ya mkataba tulioingia nyinyi mmefeli, na mimi mwenyewe nilikuwepo hapa tulipovunja ule mkataba tulikaa. Sasa baada ya hapo, baada ya kutoka ule Shauri Moyo AMCOS, hawa kikundi ndo anachokisema ikabidi watafute hela. Walikopa kama milioni 5, yani watafuta 500. Wakanunua mahindi. Waliponunua mahindi wakaja wakasaga. Sawa. Sasa waliposaga walisaga unga mwingi. Na wenyewe kwa mawazo yao mwanzo ule unga waliosaga walitaka wauzie shule. Na tulifanya fortification. Huu na element ya fortification, yani unachanganya na shule. Tunaposaga ni kwa. Sasa baada ya hapo wale shule wakaonekana wameshaingia na msabuni na mtu mwingine hawawezi kuchukua hii unga wao, ndio ukaharibika. Unajua unga ukishakuwa na elements za fortification kuharibika ni rahisi.